Alaikum na hujambo popote pale ulipo, karibu sana usiku huu mwingine tuweze kutazama habari kutwa hii ya leo. Nikombe radhi pia kwa kuchelewa kuanza kutokana na changamoto za kiufundi, lakini naamini kabisa kila kitu kiko sawa. Karibu sana tuweze kutazama habari usiku huu wa leo. Mimi ni Juma Mohamed ambaye utaambatana nami katika kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau kwenye upande wa habari za biashara na uchumi. Kunako michezo, Esther Mtebe atakuja hapa kuunguruma nasi kutujuza kunani katika viwanja tofauti vya kimichezo. Mimi ni Juma Mohamed kwa mara nyingine, kwa ambao unatufuatilia kwa sasa, matangazo haya pia yako mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus Tanzania, lakini pia una nafasi ya kufuatilia matangazo haya popote pale ulimwenguni ulipo ukitumia ile application ya Channel 10 ambapo ndani yake imo channel ya Channel 10 Plus uweze kufurahia matangazo haya moja kwa moja. Karibu sana na tuanzie taarifa zetu kutoka huko visiwani Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua hoteli ya kitalii iliyopo Michamwini Zanzibar, ikiwa ni miongoni mwa matukio yanayofanyika kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar, mradi ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.3. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu. Rais Dr. Samia amesema hoteli hiyo inakuja kuchochea uchumi kupitia sekta ya utalii ambayo ameitaja kuwa ni nguzo muhimu katika uchumi wa nchi. Kwa Zanzibar pekee inachangia asilimia 30 katika pato la taifa na kuzalisha ajira zaidi ya milioni 2.5 kwa Watanzania katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2022 hadi 2025. 135 milioni 135 ndio thamani ya mradi huu. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ndugu zangu, haujapata kutokea Zanzibar, tuwapigie makofi. Nimeelezwa pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 158. Watu 158 wameajiriwa hapa. Hawa ni Watanzania. Hawa ni Watanzania. Ametoa wito kwa watalii na wawekezaji kuhakikisha wanazingatia uhifadhi wa fukwe za bahari na kusimamia rasilimali ili kuvutia wageni wengi zaidi. Ndugu wananchi, mafanikio endelevu katika sekta ya utalii na uchumi wa buluu kwa ujumla hayawezi kutenganishwa na ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Hivyo ni vyema kwa wasimamizi wa sekta hii ya utalii na wawekezaji wetu kuzingatia umuhimu wa uhifadhi wa fukwe, bahari na rasilimali zetu za asili kwa ajili ya kuvutia wageni wengi na kwa muda mrefu zaidi. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar, Sharif Ali Sharif, amesema hayo ni mafanikio makubwa yaliyopatikana kuongezeka kwa miradi ya kimkakati ya uwekezaji, ikiwemo hoteli hii yenye hadhi ya kimataifa ambayo imeongeza ushindani chanya, ubora wa huduma na hadhi ya Zanzibar katika soko la kimataifa la utalii. Uwekezaji huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarika kwa mapato ya serikali, kuongezeka kwa mchango wa sekta binafsi katika pato la taifa, pamoja na kutanuka kwa wigo wa ajira kwa wananchi, hususan vijana na wanawake. Beatrice Eriki, Channel 10. Asante mwanahabari Beatrice Eriki. Na sasa tuelekee huko nchini Venezuela, ambapo serikali ya Venezuela imewaachia huru viongozi mashuhuri wa upinzani waliokuwa wamefungwa, wanaharakati na waandishi wa habari, raia wa ndani na wa kigeni, kwa kile ambacho serikali ilieleza kuwa ni ishara ya kutafuta amani. Hatua hiyo imefanyika ikiwa ni takriban wiki moja tangu Rais Nicolas Maduro wa nchi hiyo akamatwe na majeshi ya Marekani na kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za biashara ya dawa za kulevya. Kuachiwa kwao kumefanyika kwa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akiweka shinikizo kwa washirika wa Maduro ambao kwa sasa wanaongoza nchi hiyo wakubali maono yake kuhusu mustakabali wa taifa hilo. Kwa muda mrefu serikali ya Marekani na upinzani wa Venezuela wamekuwa wakitaka kuachiwa wanasiasa waliokamatwa, wakosoaji na wanachama wa asasi za kiraia. Hata hivyo, serikali ya Venezuela imesisitiza kuwa haishikilii wafungwa kwa sababu za kisiasa. Haya, tukitoka huko Venezuela tuvuke tena maji tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameizindua barabara ya Chake Wete yenye urefu wa kilomita 22.2 na kuahidi serikali yake itaendelea na ujenzi wa miundombinu zaidi ili kuifungua Pemba kiuchumi. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo katika uwanja wa ndege wa Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa kukamilika kwa miundombinu hiyo ambayo itakuwa ni ya kimataifa kutaifungua Pemba
na kuiwezesha kupokea ndege na meli kubwa za kimataifa, hatua itakayoinua uchumi wa kisiwa hicho na wananchi kwa ujumla. Tupate nafasi ya kumtazama na kumsikiliza. Maendeleo katika nchi yoyote yanaletwa kwa ujenzi wa miundombinu, na hapa Pemba tulitoa ahadi kwamba tutaifungua Pemba kiuchumi. Ili Pemba ifunguke kiuchumi, unahitaji mambo matatu makubwa. La kwanza, unahitaji barabara za uhakika. La pili, unahitaji uwanja wa ndege wa uhakika wa kimataifa, na la tatu, unahitaji bandari za kimataifa. Bahati nzuri yote haya matatu sasa hivi yanajengwa. Bandari ya Mkoani inajengwa, bandari ya Shumba inajengwa, na bila shaka katika muda si mrefu kama tulivyoelezwa na mkuu wa mkoa, ujenzi wa bandari ya Wete utaanza. Dr. Khalid Salum Mohamed amefahamisha kuwa mafanikio yaliyopatikana katika ujenzi wa miundombinu yatokanayo na maono ya Rais Mwinyi, na kueleza kuwa serikali tayari imeshasaini mikataba mingine mitatu ya ujenzi wa barabara Unguja na Pemba kwa kiwango cha lami. Tupate nafasi pia kumtazama na kumsikiliza. Hapa Pemba peke yake katika hizo kilomita 163 tunajenga kilomita 84, lakini mkataba wa pili ni wa kilomita 277.7. Mheshimiwa, katika mkataba huo Pemba peke yake ni kilomita 97, na tuna mkataba wa tatu kilomita 65. Katika hizo Pemba peke yake ni kilomita 50 na Unguja ni kilomita 15. Ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30 inatuelekeza kujenga zaidi ya kilomita 800. Kwa hiyo Unguja yote na Pemba hii itajaa barabara kila kona. Haya bwana, tukitoka huko Pemba turejee hapa Dar es Salaam ama huku bara. Serikali imeweka ukomo wa miezi mitatu kwa taasisi zote ambazo bado hazijasajiliwa katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kwa maana ya PDPC kutii sheria, vinginevyo hatua za kisheria zitachukuliwa mara moja. Tupate nafasi ya kuungana na mwanahabari wetu. Wananchi hao wamesema kabla ya kuwapo kwa kituo hicho walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya, jambo lililosababisha changamoto kadhaa za kiafya na gharama kubwa. Lakini kwa sasa hali imeboreshwa na huduma inapatikana kwa wakati na kwa urahisi zaidi. Kituo ambacho kinasaidia sana hasa kina mama wajawazito. Kwa wiki wanajifungua wanawake zaidi ya 40. Lakini pia wote wanakuwa salama. Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Masukanza Adamu Kitime amesema idadi ya wananchi wanaotibiwa katika kituo hicho ni kubwa na inaridhisha, huku mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James akisema serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuajiri watumishi wa kada ya afya kwa kadri uwezo unavyojitokeza. Wananchi siku zote walikuwa natuuliza kwenye mikutano ni lini watapata kituo cha afya, na kilivyofunguliwa huduma zinazotolewa hapa, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, ni kwamba watu ninao na wengine siwafahamu. Mimi nimepigiwa simu mpaka toka Mwanza huko Shinyanga nini, kwamba kulikuwa kuna wagonjwa wao walikuwa wanahudumiwa. Lakini tuhakikishie kwamba serikali itaendelea kwa kadri muda unavyoruhusu wa ajira, tutaendelea kuchukua kwa awamu mpaka pale ambapo kila kijana ambaye anaitumikia nchi yake sasa anakuwa sehemu ya utumishi wa umma. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na mtazamaji, ni kuombe radhi, hiyo ni taarifa kutoka mkoani Iringa, si ile ambayo nilikusomea hapo awali. Na taarifa hiyo inasema kuwa wananchi katika halmashauri ya mji mdogo wa Ilula wilayani Kilolo wamesema uamuzi wa serikali wa kujenga kituo cha afya katika maeneo hilo umeleta manufaa makubwa kwa ustawi wa maisha yao. Pamoja imeelezwa kuwa kwa wiki zaidi ya akina mama wajawazito 45 hujifungua salama katika kituo hicho, hatua inayochangia kwa kasi kubwa kupunguza vifo vya mama na mtoto, huku zaidi ya wagonjwa nje ya 30 wakipata huduma za matibabu. Ndivyo taarifa kwa namna ambavyo ilivyokuwa inaeleza ya kwake mwanahabari wetu Clement Sanga. Tukatazame habari nyingine, tuelekee huko mkoani Geita ambapo wakazi wa mtaa wa Ilungwe kata ya Nyankumbu manispaa ya Geita wamehamasika kuanzisha ujenzi wa shule ya msingi katika eneo hilo ili kuwanusuru watoto wao kwa ajali kutokana na kutembea umbali mrefu kufuata elimu mitaa jirani. Taarifa zaidi na Amrisho Sadik. Wakizungumza kwa hamasa kubwa, baadhi ya wakazi wa mtaa huo
waliojitokeza kwa wingi kusafisha eneo ambapo shule hiyo itajengwa. Wamesema hatua hiyo itakwenda kuondoa safari isiyo na uhakika wa usalama iliyojaa hatari za ajali na uchovu kwa watoto wao. Watoto wetu wanahangaika sana kulikata lile barabara kuingia shule ya msingi Lukalanga. Mimi ninachoomba waweze kutusaidia viongozi, akiwemo na kiongozi ambaye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana tunapenda sana watoto wetu wasome, lakini kulingana na kwamba mazingira ya shule yako mbali, watoto wetu wanapoelekea mashuleni, wale wadogo wanapata changamoto sana. Raisi, tulelombo twambeleje bana basome bila shida. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Daudi Mwanzalima na afisa mtendaji wa kata ya Nyankumbu Alfred Lameki wamesema kukamilika kwa ujenzi wa shule hiyo kutatoa fursa kwa watoto wengi kupata elimu bora karibu na makazi yao. Kwa kuwa sisi wananchi wameshajitoa, wameshaanza kufanya kazi, na sisi lengo letu kama serikali ya mtaa tunataka hii kazi tuifanye kwa muda mfupi, ila tunaiomba tu serikali tushike mkono. Mtaa unapakana na barabara kuu iendayo Nyang'wale, barabara ambayo ina magari mengi sana. Kwa hiyo kwa wale watoto wa miaka 4, 5 mpaka 6 wanashindwa kupata haki yao ya msingi ya kwenda shule. Diwani wa kata ya Nyankumbu Paskari Kimisha Sukambi, ambaye ameongoza zoezi hilo, amesema atahakikisha anasukuma ajenda hiyo ya ujenzi wa shule ikamilike haraka ili kuwanusuru watoto. Shule hii inaenda kuwepo mahali hapa, wananchi wa Ilungwe wataenda kupata shule yao, tena shule nzuri ya kisasa ambayo inaendana na wao, watu wa mjini kabisa hapa Ilungwe. Kwa hiyo mimi nihakikishe kwamba swala hili litaenda kukamilika na mimi kama diwani naenda kulisimamia. Kutoka hapa mtaa wa Ilungwe, manispaa ya Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante mwanahabari Mrisho Sadiki. Tukatazame habari nyingine. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ameshutumu matumizi ya nguvu za kijeshi kama njia ya kufikia malengo ya kidiplomasia. Katika hotuba yake ya kila mwaka sera za kigeni, Papa Leo ametoa wito wa kulinda haki za binadamu nchini Venezuela, huku akisisitiza kuwa diplomasia inayokuza mazungumzo na kutafuta makubaliano miongoni mwa pande zote mbili inabadilishwa na diplomasia inayotegemea nguvu. Akizungumzia tukio la Rais wa Marekani Donald Trump kuagiza kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Papa ametoa wito kwa serikali za dunia kuheshimu matakwa ya watu wa Venezuela katika siku zijazo. Papa Leo amesema udhaifu wa mashirika ya kimataifa katika kukabiliana na migogoro ya kimataifa ulikuwa sababu inayotia wasiwasi ambapo vita vimerudi kwa mtindo mwingine. Haya, kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Tukatazame taarifa huko mkoani Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amepiga marufuku walimu kuwafukuza wanafunzi kwa kisingizio cha kutotoa michango au kukosa sare za shule, na kuwataka wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi kuhakikisha wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na darasa la awali la kwanza na kidato cha kwanza wanaanza shule mara moja bila kuwepo kwa kisingizio chochote. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anatujuza zaidi. Akizungumza wakati akifungua kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa RCC, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema kusiwepo na kisingizio chochote cha mwanafunzi kutokwenda shule kuanzia Januari 13 shule zinapofunguliwa. Swala la sare lisiwe kikwazo cha mtoto kupokelewa shule, lakini michango sio sababu ya kutokea mtoto shule, na masuala ya michango yametolewa ufafanuzi. Kwa hiyo mtoto yoyote asikataliwe kwa sababu yoyote ile kupokelewa mashuleni. Naomba nisisitize hiyo. Watoto wote wapokelewe. Mambo mengine yatatafutiwa suluhisho mtoto akiwa anaendelea na masomo. Nitoe wito kwa wazazi kuhakikisha watoto wote wenye sifa za kuanza darasa la awali la kwanza lakini na kidato cha kwanza wanakwenda shule, wanaripoti shule, na kusiwepo sababu ya kisingizio cha aina yoyote. Viongozi tukasimamia. Aidha, viongozi katika ngazi ya halmashauri ndani ya mkoa wa Mtwara wanasema serikali tayari imeboresha mazingira ya wanafunzi kusomea na kwamba hakuna kikwazo cha mwanafunzi kutokwenda shule. Tumeandaa vitendea kazi, tumehakikisha walimu wako vizuri, mazingira yote ambayo yanawasaidia watoto kuanza
mwaka kuanza muhula vizuri, tumehakikisha tumeweka sawa. Tuache shughuli, tuache unyago, tuache mambo mengine yote. Kama hayo mambo tuna muda mrefu sana wa kuyafanya, lakini kipindi hiki tupeleke watoto wetu shule. Kwa ujumla, serikali ya Mama Samia imeboresha miundombinu ya shule za msingi na sekondari kwa kiasi kikubwa. Hakuna mtoto atakwenda kukosa chumba cha kusomea na hakuna mtoto atakosa dawati, na hii sasa inapelekea sisi kuwahimiza wazazi wenzetu tuendelee kuzaa, lakini tujiandae kulea, kwa sababu serikali inatimiza wajibu wake, wala haisukumwi na haihitaji kusubiri. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Kutoka mkoani Mtwara tusalie kusini mwa Tanzania na tuelekee mkoani Ruvuma, ambapo wananchi wa kijiji cha Lutukira, halmashauri ya wilaya ya Madaba mkoani Ruvuma, wameiomba serikali kutatua mgogoro na kurekebisha mipaka ya ardhi baina yao na mwekezaji ambaye anadaiwa kuvamia eneo la zaidi ya ekari 3,200 walilokuwa wakilitumia katika shughuli za kiuchumi. Taarifa zaidi na Epimarcus Polinali. Wananchi hao wamesema shamba hilo la mwekezaji lenye ukubwa wa ekari 50,000 limevuka mpaka kwa zaidi ya ekari 3,200 ambazo alikuwa akizitumia kwa shughuli za kijamii na kiuchumi, jambo ambalo linazua taharuki na kuiomba serikali kuingilia kati kurekebisha mipaka hiyo. Sisi tupo wengi, ipo moja. Ardhi haikui. Wanadamu wanaongezeka. Hawa watakwenda kulima wapi vizazi vya baadaye? Mkienda kuangalia sasa tunagombana sisi wenyewe kwa sababu ya nini? Sasa leo anakuja mwekezaji anakuja kuweka hapa. Hapana waheshimiwa. Kwa mara ya kwanza tumeenda kuhakiki hiyo mipaka, tukaanza kushangaa, tukaona mipaka mle ambao wananchi wamesema tuhamishe twende mbele, ndimo inaenda kuonyesha iko mle. Sisi huyu jenga tupo tayari kuweza kumwacha lile eneo aendelee kulifanyia kazi, ili mbadi ifanywe marekebisho tu yale pale. Hizi sehemu za huduma za kijamii hapa hivi waziache ili jamii iendelee kufanya shughuli zake. Mwenyekiti mstaafu wa kijiji cha Lutukira Kristiani Mapunda, ambaye alisimamia mchakato wa uhakiki wa mpaka huo, ameeleza chanzo cha malalamiko hayo, huku katibu tawala wa halmashauri ya wilaya ya Madaba Mtera Mwampamba akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Madaba. Amesema serikali imesikia kilio cha wakazi hao, watafanyia kazi kwa mujibu wa sheria. Kipindi hicho na tukaitisha mikutano ya alipoomba, tukaitisha mikutano ya wananchi wakafanya mikutano yao kwa muda mrefu sana, baadaye wakaridhia kumpa huyo eneo hilo, lakini walimpa masharti ya kumwambia kwamba kuna eneo ambalo umeingia zaidi wakati tunapima, kwa sababu alianza kupitisha watu wa ardhi kupima lile eneo kujua ukubwa wake upo vipi. Baadaye wakamwambia hao watu wa ardhi walimopima mle wameingia zaidi kwenye sehemu ambazo wakulima wanaendelea nazo. Hati sio msaafu, hati itengenezwa na serikali hii. Kwa hiyo serikali hii inaweza kabisa kurekebisha mipaka na kurekebisha hizo hati. Sisi tulishughulikia tu jinsi ya kubadilisha huo mpaka, ni procedure. Nikiripoti kutoka Ruvuma, Epimarcus Polinali, Channel 10. Si Apolinali, tuelekee huko nchini Australia, ambapo raia wa nchi hiyo wapo katika hali ya tahadhari kufuatia kuendelea kwa moto wa msituni unaoteketeza makazi na mali katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku wakitahadharishwa kujiandaa na hasara ya mali. Mkuu wa mamlaka ya zimamoto ya Victoria CFF, Jason Heffernan, amesema kuwa wakazi wanapaswa kujiandaa na hali mbaya zaidi katika jimbo hilo, huku mamlaka zikionya kuwa wimbi kali la joto linaloikumba Australia litaongeza hatari ya mlipuko ya mioto mikubwa. Kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa, linatarajiwa kushuhudiwa kwa viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa katika majimbo na maeneo mengi ya taifa hilo. Wakati huo huo, naibu kamishna wa polisi wa Victoria Bob Hill alisema watu watatu, wakiwemo watu wazima wawili na mtoto mmoja, bado hawajulikani walipo katika eneo la Longwood. Tukitoka huko Australia turejee tena hapa nchini Tanzania, ambapo siku tatu mara baada ya kutokea kwa tukio la mifugo aina ya ng'ombe, kondoo na mbuzi kukutwa imekufa katika mazingira ya kutatanisha jijini Dodoma, serikali imethibitisha kuwa mifugo hiyo imepewa sumu. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Roda Simba. Kauli ya serikali inakuja kufuatia kutokea kwa tukio la mifugo takribani 10 kufa katika mtaa wa Muungano, kata ya Nkuhungu, mkoani Dodoma, kwa familia ya Sadifu Ponda Mali. Mkuu wa divisheni ya kilimo mjini Bwana Gratian Mwesiga
amesema sumu hiyo huenda ilichanganywa na pumba, majani au chakula chochote ambacho mifugo hupendelea kula. Yeye alipokota majani malisho na mwenzake jirani yake kwenda kupata malisho, wote walikata mahali pamoja, lakini yeye ni ng'ombe wake pekee waliokufa, jirani yake hawakufa. Kwa hiyo wakafanya hiyo postmortem, na walipofanya postmortem ikawabainika kwamba ni sumu. Na sumu unaweza ukaijuaje? Labda unaweza ukatazama ini, unatazama figo, unatazama na utumbo. Kwenye utumbo kuna vidoti vya damu nyingi, kwa hiyo walivibaini, tunaita petechial hemorrhages. Kwenye maini basi linaonekana kama limeiva, kama limepikwa na figo pia. Akizungumzia hatua ya serikali baada ya kubaini mifugo hiyo kuwa imepewa sumu, mkuu huyo wa divisheni ya kilimo Bwana Gratian Mwesiga anaeleza. Tuliomba jinsi ya kuhifadhi hiyo mizoga. Nilimpigia simu meneja wa Tanzania Meat Company ambaye ni machinjio kuu ya Wizara ya Mifugo. Kwa hiyo ikasombwa mizoga yote na gari la taka la halmashauri ya jiji. Kwa hiyo tukatumbukiza kwenye shimo hilo tunaitwa decomposition pit. Kwenye decomposition pit basi watafunika pale, hakuna hewa inaingia, itakuwa decomposed kiasi cha kwamba itabaki mifupa, na mifupa baadaye nayo itakuwa decomposed. Kwa hiyo tulihakikisha kwamba hiyo mizoga haitaguswa na mtu yote, dispose kwa jinsi hiyo. Tukio hilo lilitokea Januari 6 mwaka 2026 katika mtaa wa Muungano, kata ya Nkuhungu, mkoani Dodoma, kwa familia ya Sadifu Pondamali ambaye mifugo hiyo ilikuwa ndio tegemeo lake katika kuendesha maisha. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante sana mwanahabari Roda Simba kutoka jijini Dodoma. Ndio tamati ya habari za kitaifa na habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Mimi naitwa Juma Mohamed, endelea kutazama Channel 10+. Kama kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10+. Mimi naitwa Juma Mohamed. Kwa sasa tuangaze habari za biashara na uchumi, na tuanze na taarifa kubwa ambayo naamini kabisa itaenda kukufurahisha. Uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha ya takriban 5.9%, pungufu ya 0.1% ya lengo la 6% kwa mwaka 2025, huku thamani ya shilingi ikiimarika kwa 0.8% katika robo ya 4 ya mwaka 2025. Tupate taarifa zaidi. Ukwasi wa fedha za kigeni pia ulikuwa wa kutosha katika robo ya 4 ya mwaka 2025 kutokana na ongezeko la mapato yatokanayo na mauzo ya korosho, dhahabu na shughuli za utalii hapa nchini. Thamani ya shilingi imeendelea kuwa tulivu dhidi ya sarafu nyingine duniani, huku ikiongezeka thamani kwa takriban 0.8% mwishoni mwa robo ya 4 ya mwaka 2025. Akiba ya fedha za kigeni ilifikia zaidi ya dola bilioni 6.3, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa takriban miezi 4.9, ikiwa ni juu ya lengo linalokubalika la angalau 4% lililowekwa kwa mujibu wa sheria ya Benki Kuu. Akiba hii inatarajiwa kuendelea kuwa ya kutosha katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, sambamba na kuongezeka kwa mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi na kupungua kwa bidhaa za mafuta duniani. Kwa bei za mafuta duniani. Ndugu zangu, mabibi na mabwana,
Utekelezaji wa sera ya bajeti pia umeendelea kuwa wa kuridhisha kwa Tanzania bara na Zanzibar, huku makusanyo ya kodi yakiendelea kuongezeka na kuvuka lengo. Haya bwana, tukatazame habari nyingine. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameipa bodi mpya ya TAWA jukumu zito la kuongeza mapato, kudhibiti wanyamapori wakati na kuvutia watalii zaidi, huku taifa likilenga kufikia watalii milioni 8 ndani ya miaka 5 ijayo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Akizindua bodi ya wakurugenzi ya awamu ya 4 ya TAWA jijini Arusha, Dr. Kijaji amesema ndani ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, TAWA imefanya mageuzi makubwa, lakini bado haijafikia kiwango kinachotarajiwa na serikali. Ameikumbusha bodi kuzingatia ilani ya CCM, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na dira ya taifa ya mwaka 2050 inayoutazama utalii kama chanzo kikuu cha ajira kwa vijana. Tunakisikia kilio cha vijana kwenye kupata ajira. Jicho wanalotuangalia Watanzania kwenye kuondoa umaskini wa kipato ni jicho tofauti sana. Jukumu hili ni letu sisi, bodi ya wakurugenzi wa TAWA. Lazima tukae chini, tutafakari, tutengeneze mikakati ya utekelezaji wa maelekezo haya. Bodi hii inaundwa na wasomi na wataalamu waliobobea katika sayansi ya uhifadhi, ekolojia, misitu na utalii, ambao pia katika majukumu yao ya kila siku wamekuwa mstari wa mbele katika utafiti, mafunzo na sera za uhifadhi. Naye mwenyekiti wa bodi ya TAWA, Meja Jenerali mstaafu Hamisi Semfuko, amesema bodi imejipanga kutekeleza mikakati ya miaka 3 kuhakikisha maelekezo yote ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Tunatekeleza Mheshimiwa yale yote ambayo umetuambia tufanye, na hotuba yako sisi ndio pepa yetu ya kwanza ambayo tutaifanyia kazi katika kikao chetu cha kwanza cha bodi. Tutahakikisha kwamba baadhi ya maeneo yetu ni maeneo ambayo vijana wanakwenda kuondoa stress, wanakwenda kufurahia. Bodi mpya ya TAWA sasa inaanza kazi rasmi, huku macho ya serikali yakielekezwa kuona kama itabeba mzigo wa mapato, uhifadhi na ajira katika safari ya taifa la uchumi wa utalii. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante mwanahabari Jamila Omar kutoka jijini Arusha. Katika kuendeleza kilimo cha mazao ya biashara ndani ya halmashauri ya wilaya Ludewa, uongozi wa halmashauri hiyo umegawa mbegu za ufuta zipatazo kilo 225 kwa wakulima wa tarafa ya Mwambao na Masasi, ikiwa ni mpango wa kuanzisha zao hilo jipya ili wakulima wajikwamue kiuchumi. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Mapokeo ya ujio wa mbegu za ufuta kwenye tarafa hizo umepokelewa kwa shangwe kubwa na wakulima, ambapo mpango huo umeelezwa unalenga kuwapatia wakulima mbadala wa mazao ya kawaida. Yaani nimefurahi sana, tena nimefarijika sana kwa kitu hiki walichokiona viongozi. Tunashukuru sana. Huenda Mungu akibariki na mvua ikiwa nzuri, na sisi watu wa hali ya chini angalau tunaweza tukavuka. Hao tumelipokea vizuri na tunazidi kuhamasishana vijana wenyewe, sababu kwamba kulingana na hali ya uchumi wa kijiji chetu na mazingira yenyewe ambayo tunaishi, kwamba tulikuwa tuna zao hili moja tu la korosho. Sasa kwa zao hili jinsi lilivyokuja na watu jinsi tulivyolipokea, tumelipokea kwa mikono miwili, na tunaahidi tutafanya kazi kwa kupigana usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunainua kipato chetu. Kutoka hivi sasa kipato chetu hakieleweki. Akikabidhi mbegu za ufuta kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ludewa, katibu tawala wa wilaya hiyo Omari Mkangama amesema hatua hiyo itaongezea wakulima uzalishaji na kuinua uchumi wa kaya kupitia kilimo cha ufuta. Ishapita maeneo mengi ya tarafa hii ya Masasi pamoja na tarafa ya Mwambao. Tarafa ya Mwambao kwenye kata ya Iwela ambayo iko jirani na kata ya Manda, Masasi, tumeona kwa maeneo haya ya kilimo mazao mengine mbadala, hususani ufuta, alizeti, mbaazi na mazao mengine yatawainua kiuchumi wananchi hawa. Nataka wakulima wetu wajikwamue. Eneo hili linafaa kwa kilimo hiki cha ufuta.
Awali akisoma taarifa mbele ya mkutano wa hadhara, afisa kilimo wa halmashauri hiyo Gibson Sule ametaja aina ya mbegu hiyo sambamba na utaratibu wa ugawaji utakavyokuwa. Sisi ya mkurugenzi mtendaji, kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumeamua kuwezesha wananchi wa tarafa ya Masasi na tarafa ya Mwambao jumla ya kilo 225 za mbegu bora za ufuta aina ya Lindi 2. Tunamaanisha kwamba kama umepata ufuta kilo 1 unatakiwa uwe na mchanga kilo 5 ili uweze kuchanganya upate jumla ya kilo 6. Kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Taarifa ya mwanahabari Michael Patrick inatuhitimishia habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa mnafuatilia habari hizi za biashara na uchumi. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa Esther Mtebe atakuja kutuunganisha kwenye upande wa viunga vya michezo na burudani usiku wa leo. Asante, naendelea kubaki na Channel 10 Plus.